Tutoke hapo. Mchezo mwingine wa ligi kuu NBC Tanzania bara jana ulikuwa kwenye ardhi ya Mbeya, zamani ikijulikana kama Scotland ya Afrika, ambapo tumeshuhudia timu ya Mbeya City dhidi ya timu ya Tanzania Prisons wakipepetana katika uwanja huo, na mpaka dakika 90 zinakwenda kukamilika ni Mbeya City ndio ambayo iliweza kuchomozwa na ushindi wa mabao 2-1. Alikuwa nahodha Eliud Ambokile kutokea Mbeya City ndio ambaye alikuwa wa kwanza kabisa kuweza kufungua akaunti ya mabao kwa upande wa wanakoma kumwanya. Ilikuwa dakika ya 19 ya mchezo na Emmanuel Martin wa Tanzania Prisons akathawazisha bao hilo dakika ya 33. Isivyo bahati kwa wenyeji, kipindi cha pili Malcolm Hilu akaiandikia Mbeya City bao la pili, manake alijifunga na kufanya mchezo huo kumalizika kwa wagonga nyundo ama wanakoma kumwanya Mbeya City kuweza kuchomoza na ushindi wa mabao 2-1. Ilikuwa ni Mbeya Derby. Tukajikumbusha kidogo namna ambavyo mabao yalipatikana katika mchezo huo, maana ilikuwa ni karamu ya magoli matatu, 2 yakifungwa kwa upande wa Tanzania Prisons na 1 likifungwa kwa upande wa Mbeya City. Yeah. Hassan Dilunga lazimisha pasi na pita kwa Eliud Ambokile. Eliud Ambokile. Eliud! Eliud Ambokile. Kitambaa mkononi, namba 10 mgongoni. Ni ashiria tosha. Anatosha kuwaongoza wenzake wa kikosi cha Mbeya City. Kwa sasa Mbeya City si ya kijani, ni ya zambarau kama rangi inayotamba kwenye jezi ya Mbeya City. Shangwe ni nyingi kwenye majukwaa, lakini pasi ilikuwa bora sana ya Hassan Dilunga HD. Pasi ambayo haikuwa na kikwazo chochote ikamfikia Eliud Ambokile. Tazama mpira ambao ulitambalizwa na kupenya katikati kama sindano inapopenya kwenye mwili wa binadamu. Ambokile kwa mguu wake wa kulia anawapa utangulizi Mbeya City. Bonge la bao. Anapanga wachezaji wake vizuri kabisa Hashim Yahya. Pengine nafasi nzuri kwa upande wa kikosi cha wajela jela Tanzania Prisons. Salum Mashaka Kimenya ameaminiwa na wenzake kwamba anaweza kupiga huo mpira wa kutenga, akionyesha ishara. Mwisho ule mpira ambao unakwenda kuondoshwa na Kevin Pemba. Mako anajaribu tena mpira ambao kwenda kujia ndani ya net. Blockbuster ya Emmanuel Martin inamwacha anashangaa mlinda mlango Hashim Yahya. Wanarejea mchezoni wa jela. Wanamweka kolokoloni Mbeya City wakati ambao anashangaa akiwa ameshika kiuno chake. Emmanuel Martin anasawazisha. Ilijazwa ndani Kevin Pemba alivyoondoa kwa mpira ambao ulirejeshwa tena na Mako Muhilu, lakini hapo Emmanuel Martin aliuset mara moja tu kisha kageuka nayo. Wema Sadoki ameondoa, anapewa, anaichanganya nyama, anajifunga. Mako Muhilu hakutazama kipa wake kama yupo katika eneo, akaurejesha katikati mwa uwanja, katika eneo la lango la Tanzania Prisons. Edward Mwakyusa
mchezaji aliyevalia jezi namba 47 anashangaa tu, mpira upo ndani ya net, anajifunga goli. Tanzania Prisons 1, Marco Muhilu Mbeya City 2. macho juu kutazama mpira, lakini hakumtazama Edward Mwakyusa yuko wapi. Mpira ambao unaenda kwenye net, anajiweka yeye mwenyewe. Wanayo kazi nyingine ya kuhakikisha wanatoka tena. Lau kama tungelikuwa tunatoa sifa za magoli bora kabisa kufungwa katika mchezo wa dabi ya Mbeya, basi pasi na shaka tungelilisifia bao ambalo limefungwa na Marco Gerard Mhilo. Kwa hakika lilikuwa ni miongoni mwa mabao mazuri kweli kweli. Mlinda mlango alipambana kweli kweli kuunusuru mpira ule usiingie langoni, lakini sivyo bahati, mpira ule ulikubali na ulitii maagizo ya Marco Gerard Mhilo, na mpira ule moja kwa moja ukaenda ukazama kwenye kamba. Akawa anajiuliza Michael amefanya kitu gani, lakini ndivyo mambo yalivyo. Wakati mwingine unachokitarajia sicho ambacho unakipata. Waswahili wanasema mambo yalikwenda msege mnege, yalikwenda tofauti na matarajio. Lakini bao la kwanza ilikuwa ni pasi hasanati ya Hassan Saleh Dilunga, piga pasi moja kwa Eliud Ambokile. Ile ni pasi elekezi, inakuelekeza ufanye kitu gani kwenye utaratibu ule. Lakini nimeshuhudia pia moja kati ya mabao mazuri sana yakifungwa na Emmanuel Joseph Martin. Kwa hakika ni dabi ambayo imetupatia mabao mazuri sana. Dabi zote ya juzi na jana zitupatia magoli mazuri. Kulikuwa kuna haja gani ya kutukumbushia ya juzi? Zote tumezungumza magoli mazuri. Nilikuwa nakuchachawiza tu sewa mkono. Tulikuwa tunazungumza magoli mazuri. Huyu mzee anapenda violence. Anapenda vurugu. Anapenda fujo. Acha fujo. Lakini unaona usiwe na vitimbi. Goli na vitimbi sasa. Goli la Mbeya City, goli la kwanza la Mbeya City ni goli ambalo liliwaonyesha Prison jinsi gani hawajakaa tayari kujilinda kabisa, kwa sababu zimepigwa pasi tatu na zimepita katikati ya uwanja, sehemu ambayo ambayo zoni zote tatu za uwanja. Hatuamini katika timu ambayo inajilinda kwa umakini hiyo mpira ukakata katikati. Pasi ya kwanza alipiga Kingu umeenda kwa mtu wa katikati, mtu wa katikati akapiga pasi, imepigwa pasi tatu vituo, akakimbia akajiwekea vizuri akapiga alivyotaka. Kwa hiyo nadhani ilikuwa ni kosa la kiulinzi ambalo Prison wanalo kwenye msimu huu. Yaani katika moja ya changamoto ya Prison msimu huu ni safu yao ya ulinzi. Nadhani ni miongoni mwa timu ambazo zimefungwa magoli mengi katika ligi. Ukiwatoa KMC na Mbeya City, wao nadhani wanafuatia katika kufunga magoli mengi. Kwa hiyo ni changamoto ambayo nayo Shedrack ameshindwa bado kuitatua changamoto hiyo, kwa sababu hauwezi kuruhusu mpira ukatembea katikati kwa kiwango kile alafu ukafungwa. Kwa hiyo nadhani Shedrack kwa maana ya kocha mkuu Shedrack Nsajigwa Fuso nadhani bado ana hiyo kazi ya kufanya. Na goli lao la kusawazisha ni goli la zuri, tunamsifu Muhilu ambaye alitoa pasi kwa Michael nani kwa Manuel Martin ambaye akageuka akapiga shuti na lenye busara kubwa sana. Ni shuti lenye busara ile. Sana. Likajaa kwenye nyavu, kipa wa Mbeya City hakusogea. Imejaa kule njiwa anapotajia. Kipa wa Mbeya City hakusogea. Lakini kati ya magoli yote lile ambalo umesema goli bora, alikuwa goli bora, sema alikuwa goli la huzuni kwa sababu Michael ambaye alitengeneza goli la kusawazisha ndiye ambaye amekuja kujifunga, amefanya kosa la kiuchezaji, kwa sababu pamoja na ile pressure iliyokuwa inakuja kuonekana, lakini tunasema siku zote beki unaporudisha mpira kwa kipa, jitahidi wakati wote, acha kuskani, jitahidi wakati wote usiupeleke usawa wa goli, kwa sababu usawa wa goli kuna mengi yanatokea. Umeona, ukipeleka usawa wa goli kipa akiukosea na maana unakwenda kwa goli. Siku zote unaambiwa beki piga mpira nje ambao hata ukitoka utaenda kwa kona. Lakini yeye alikuwa na pressure kubwa, akimwogopa Rifat, alikuwa anakuja kwa speed. Baada ya kutuliza akamwekea, na kipa wake alikuwa tayari shamwonyesha kwamba niekee hapa, lakini yeye akaweka kwenye usawa wa goli. Bahati mbaya amejifunga goli, na baada ya goli unamuona Shedrack Nsajigwa alikuwa ameduaza. Kuna wakati kama dakika nzima hivi kamera ilikuwa imemchukua, unamuona amejishika tama, ajui namna gani anafanya. Ukiangalia ile mechi ya 7 kati ya mechi 7 alizoongoza timu, mechi 2 amepata sare, mechi 2 amepata sare, mechi 4, mechi 5 amefungwa katika hizo mechi 7. Kwa hiyo anauona mlima kiasi gani uliokuepo mbele, kwa sababu mechi ya Mbeya City ukiangalia kwenye mechi yao ya kwanza zidi ya raundi ya kwanza walishinda 2-1. Kwa hiyo hii ni mechi ambayo walikuwa wanaamini na wenyewe wakishinda itawapa nguvu. Sasa wanakuja kupoteza zidi ya Mbeya City nyumbani na unapoteza kwa kujifunga. Kwa hiyo ulikuwa ni mlima ambao unaona kabisa
ilikuwa hamna namna nyingine ya kufanya zaidi ya kuhuzunika, na hajui anawaambia nini wachezaji, kwa sababu unaonekana kabisa kama vile na wenyewe wameanza kukata moto. Na kwenye mechi unawapa mechi 2 hadi 3 kuanza kuambia na wao safari yao ya kwenda kujipanga upya. Kama unaangalia nyumbani kama anavyofanya Idi Nonga akiwa na mama watoto wake na mara nyingi huwa hawafuatilii anaweza ili goli akashangilia. Unasema bwana wewe kajifunga. Kajifunga wewe. Kajiweka mwenyewe. Wake washangaa. Idi yaani Shedrack kuna wakati alikaa amejishika tama namna hii. Kama ilimchukua kama dakika moja nzima vya amejishika tama, anajiuliza yani haelewi kule ndani kunafanyika kitu gani. Yani inaonekana kabisa amepigwa na bumbuwazi. Yani ajui afanye nini, na timu ndo hali inakwenda kuwa mbaya na mechi inaelekea mwishoni. Nimependa alivyodondoka, maana wanasema ukiona kichwa wakati mwingine kinatamani kutembea kuliko miguu, basi fanya hima weke tikitako. Alichokifanya Marco Gerard Mhilu, nilimpenda hata Dilunga alipokuja baadaye akamshika kumpa moyo kwamba basi ni sehemu ya mchezo mbele yake. Hebu tuzungu upande wao kwa vile ni fikra mseto. Wewe unasemaje kwenye hiki ambacho umekishuhudia kwenye mechi ya jana? Ukitoa bao hilo ambalo Marco Gerard Mhilu amefanya ya kufanya, ambapo utamsifia zaidi Lifati Msuya ambaye alipeleka pressure pale na ikamnyima huo utulivu, na hiko ambacho amekifanya. Na kwa bahati mbaya pia mlinda mlango alitoka ambapo ametoka, na Kinga amezungumza hapa, wewe nashauriwa mara nyingi hizi pass unaweza kuzi square zikawa pembeni kidogo, ikawa kuna huo tofauti. Lakini kwenye mechi kama mechi yenyewe, hii ni derby na ilikuwa ni mechi ya pili mara baada ya mechi ya kwanza kuchezwa pale KMC. Tunakumbuka alipoteza tena kwa mara nyingine. Ni mechi ambayo pia ilibadilisha kila kitu cha Mbeya City mara baada ya kuanza vizuri. Kuna wakati alianza vizuri hapa mara baada ya kupoteza ule mchezo, vitu vingi vilibadilikia pale kwenye timu yao, kwa na matukio ambayo sio sahihi mpaka ikapelekea mpaka mwalimu akaondoka. Amekuja mwalimu Salum Mayanga ambaye kikosi anakifahamu tangu akiwa championship, mechi chache zilisalia akaondoka akaenda Mashujaa, kwa amerejea hivi sasa. Na kwa bahati nzuri kwenye mchezo wake huo ambao amecheza dhidi ya Prisons amepata matokeo ambayo ameyapata. Ukitazama kwenye hata aina ya kikosi ambacho alikipanga kwenye hii mechi, flow ya mechi ambavyo ilikuwa inaenda ilikuwa ni class kubwa ambayo waliamua kwenda nayo. Hassan Dilunga wengi tulizungumzia, mimi ni mmoja wapo. Kwa nini aliopt kwenda kwenye kikosi cha Mbeya City akitoka kwenye kikosi cha JKT? Nadhani hiki ambacho amekifanya hapa ndio huenda ikawa ni sababu kubwa kwa nini amekuja hapa. Ni mchezaji ambaye amesha prove kwenye timu mbalimbali ambazo amecheza Simba na Yanga, vilabu vingine vikubwa ambavyo amecheza. Aina ya pass ambayo ametoa na Eliudi, nafasi ambayo ameitumia, kama angechelewa Dilunga kutoa ile na pass, labda hata huo mtindo wa bambo kwa tunazungumzia ingekuwa hali tofauti kabisa. Lakini hata kwenye mchezo wenyewe kama tulikuwa tunautazama, kama ukiwa unaweka kwenye mizania kwenye hizi timu, ni Mbeya City ambao uko unawaona ni timu ambayo ilikuwa ni ya kwanza kwenye maeneo mengi sana kwenye hiki kikosi, kwanza kwa kina Kingu kwenye aina ya mechi ya approach ambayo Mayanga amekuwa amekiandaa kwenye kikosi chake. Kwa hiyo ni mechi ambayo Mbeya City ilikuwa inaonekana inahitaji matokeo zaidi kuliko Prisons ambayo ilikuwa inacheza kwa pressure. Kwa aina ya timu ambayo amekuwa nayo, ni timu ambayo inasajigwa kwa muda mrefu sana kwa kutafuta ushindi ili timu iwe na confidence. Lakini kwa bahati mbaya kwa aina ya timu ambazo wanakutana nazo, kwake imekuwa iko tofauti kabisa. Kwenye hii mechi wamemkosa George Mpole ambaye kwenye mechi kadhaa ambao uko unamuona inawezekana sio na kiwango bora kwenye mchezo, lakini kuna ile fear factor. Kuna mtu anaitwa Mpole yuko mbele, ni top scorer wao, kuna aina ya mipira ambayo itafika pale, huenda aliingia mwishoni, hii senza kai convert ikawa ni sehemu nzuri ama sahihi. Kwa hiyo nadhani George kumkosa kwenye hizo dakika nyingi kwenye hii mechi, lakini pia mwalimu na makosa mengi ya kiulinzi ambayo yanafanyika, bado sina uhakika why Musa Mbisa ambaye ana hizo shida zake, lakini kuna aina ya mabao ambayo kama Musa unaamini angekuwa yuko golini. Mfano kama bao la kwanza ambalo mlinzi alijaribu kumbana mshambuliaji Eludi kwenye posti kabisa, ambayo kwa mlinzi huenda chini alipokuwa amekaa pale anazungumza, sababu na kipa tulikuwa tunakutegemea, alikuwa ni Kimenya, ni Kimenya, yes, tunakutegemea mimi ni mlinzi wa pembeni ambaye nimetoka huku nimeenda na Eludi, japo tumefanya makosa, lakini kwa eneo ambalo Kimenya alikuwa kashamalizana na Eludi, ilikuwa ni swala la mlinda mlango tu kwenye posti ambayo baada ya dakika 90 ndio jana sio kawaida, ambayo ulikuwa unamtegemea kipa afanye cha ziada, ambacho unamtegemea kipa aufanyie cha ziada, kwa sababu ni mtu wa mwisho. Kama mpira utampita utakuwa unaingia golini, ambapo Kimenya alienda kuchallenge. Tuambie pale alitakiwa kufanya nini mlinda mlango zaidi ya kile alichokifanya? Kwa mlinda mlango wa zoefu anasema lazima uta anticipate kwa Kimenya ambavyo amekuja, kwa Eliudi ambavyo power ambao ameitumia, kwa kipa ambaye sio muoga labda kwenye ile power ambayo amepigia Eludi,
ulikuwa unamtegemea stand still kwa sababu aende na move ya mpira kama mpira ambao alikuwa kama ameuogopa ambavyo jinsi ambavyo umekuja na bado ikafungwa kwa aina hiyo kupunguza lango ama angefanya. Na mimi kwangu angesogea kupunguza goli. Hata kama asingesogea basi angejistretch juu zaidi kuliko ambavyo yeye alibendi aliinama, ni kama aliendana na move ya mpira ambavyo wakati unapigwa ule. Kaka, kuna maisha baada ya dakika 90. Haya mpira yapo tu. Yale ndio makosa ya magolikipa wakati mwingine wanafanyaga namna. Unakuwa wakati wale wanakuja unaamini wale watamalizana, umeona unabaki golini. Jambo zuri sana, inakuwa ni kitu muhimu kwa golikipa kubaki golini mpaka dakika ya mwisho. Lakini kosa lake yeye alilofanya kama anasema Nonga kwamba kipa upaswi kuinama hivi, yeye inama hivi nyuma baada ya kusimama hapa hata kucheza kwa ngumi, kwa sababu ulipigwa mpigwa kwenye usawa wake, umeona. Kwa hiyo alipaswa kuweka mikono yake pale kuzuia, lakini yeye akainama, kwa hiyo ndio maana ikampita juu yake. Umenikumbusha moja kati ya uchambuzi ambao tuliwahi kuwa nao hapa nyumbani Tanzania. Almarhum Mwalimu Kashasha anasema magoli kama haya mara nyingi ndio tunasema ile goalkeeping manipulation. Linda mlango alikuwa amefumba macho. Ndio, yani umepigwa ile mashine. Ndio maana kwamba kipa alienda na move ya Eliudi. Ile kaja kustuka Eliudi huyu hapa huyu anapiga hapa. Yani yeye angesimama akawekea mikono, ule mpira ungepiga hapa. Kwa sababu kwa kimo chake ndio kipa ni mfupi, lakini kwa kimo chake alikuwa na uwezo ule mpira kuugonga na kurudisha ulipotoka. Na hapo umenikumbusha tena, alimalizia akasema kazi ya mlinda mlango ni kuzuia mipira isiingie. Ndio. Kudaka inakuwa ya ziada. Na hasa kieta kumalizia, ndio nadhani Mayanga amekuja kwenye hii timu, nadhani anaifahamu zaidi kuliko hata inawezekana amepita Meki hapa, amepita Mlale 50 Kea. Ana base yake ile ya kucheza ambayo alianza nayo tangu championship. Yani Mbeya City ukimtoa Eliudi, lakini wakati wako Mbeya City wako championship timu ilikuwa na Malale. Nani afu ndo alikuwa Mayanga huyu, mechi 4 akaondoka kama Mashujaa, ndo akaenda kuinusuru Mashujaa, alikwenda kuinusuru. Kwa maana hata Mashujaa alivyoondoka kule na wao alivyomtimua Meki, nadhani option kwa rais tu kwa sababu yuko huru. Tulikuwa naye hapa kwa wakati alikuwa ana base yake. Unamwona Eliudi yuko upande wa pembeni, ana Willy Mwani kule, akina Mateo Anton, akina Vitalis Mayanga wanacheza kwenye korido yake ya juu, huku ana Dilunga ambaye unamwona hapa alikuwa ana connect vizuri sana kwenye unajua. Hata ile aina ya bambo limefungwa limetokea kwenye upande ule wa pembeni, imemkuta Eliudi, ambapo zamani ukimkuta akina Mateo Anton watu ndo mara nyingi wana hiyo base, atakana mpira then wakina Mwani watafungua, wakina Eliudi watafungua, ndio channel za Mbeya City na kuna muda kwenye dakika 60 70 hivi ndio unaweza kumuona ananyanyuliwa Peter Samson Mwalianzi. Aende akatengeneze kachumbali pale na nini, akatengeneza mambo yake pale. Maisha yaendelee.